pumzi yake katika nafsi yangu, ninamshukuru katika hayo yote ambayo anazidi kunitendea. Na wapendwa watazamaji, mahali popote ulipo, zaidi ya yote nataka niseme ya kwamba siku ya leo niko na ujumbe ambao nitaongea juu ya maisha ya mwanadamu. Nitaongea juu ya vifungo katika maisha ya mwanadamu anayoishi, kwa sababu kuna vifungo aina mbalimbali. Ninaweza ishi lakini kumbe nimefungwa. Sasa siku ya leo nataka nikuambia kwamba nitaongea juu ya vifungo, ama heading yetu itakuwa juu ya vifungo katika ndani ya maisha ya mwanadamu. Vifungo ni nini? Unaweza ishi katika maisha yako lakini unang'ang'ana, lakini kumbe umefungwa na wewe kama hujajua ya kwamba umefungwa. Unajaribu katika njia zako, unajaribu katika movement zako ya kwamba kila jambo unalolitamani lifanyike, kila jambo unalolipenda litendeke katika ndani ya maisha yako, unalikuta ya kwamba alifanikiwe. Si ati ya kwamba ni katika si ati ya kwamba ni nini ambayo inasababisha. Kuna vifungo ambayo unaishi katika ndani ya maisha ya mwanadamu. Kristo, Biblia inasema ya kwamba jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila atakayemwamini hata hukumiwa, bali atakuwa na uzima wa milele. Na asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa katika ndani ya maisha yake. Kristo Yesu alipokuja katika hii dunia, mtazamaji mahali popote ulipo, alikuja kunitoa katika vifungo na kukutoa katika vifungo na kukuweka katika huru katika ndani ya maisha yako. Kwa sababu andiko linasema nini? Katika Warumi 8 anasema ya kwamba sasa basi hatuko katika chini ya sheria, kwa sababu sheria iliyo ndani ya Kristo Yesu imetuacha huru. Inaonyesha ya kwamba kumbe tulikuwa tunaishi katika vifungo, tulikuwa tunaishi katika mambo fulani, tulikuwa tunaishi katika maagano fulani, tulikuwa tunaishi katika mipaka ya wanadamu ambayo walikuwekea, tulikuwa tunaishi katika mipaka ya ukoo na mila na itikadi. Sasa wewe pamoja na maisha yako unajipata ya kwamba kuna mambo unang'ang'ana, kuna mambo unajaribu, kuna mambo unatamani unayasukuma yaende, lakini kila jambo unalitamani alienendi katika utukufu wa Mungu, alienendi katika utukufu jinsi ulivyopanga kama mwanadamu. Nataka nikwambie hiyo ndio sababu ama baadhi ya vifungo ambayo nataka nikwambie kwamba Biblia inasema ya kwamba Kristo alipokuja katika ulimwengu alijiweka akawa sadaka. Hii sadaka Biblia inasema akawa sadaka iliyo hai katika machoni pa wanadamu. Kila mwanadamu, na kila mwanadamu atakayemwangalia, kila mwanadamu atakayemtafuta, kila mwanadamu atakayemuona atapata uzima wa milele. Nataka nikwambie nini mtazamaji mahali popote ulipo? Ninajua ya kwamba kuna mambo fulani umeng'ang'ana, kuna mambo fulani umeyapanga, kuna mambo fulani unaishi katika ndoa yako katika vifungo, katika shamba lako kuna vifungo, katika ukoo wako kuna vifungo, katika uzao wako kuna vifungo. Zaidi ya yote hata huduma unayofanya kuna vifungo katika huduma. Zaidi ya yote katika mipango zako zote imefungwa mtazamaji mahali popote ulipo. Nataka nikwambie siku ya leo Bwana amelituma pumzi yake, ama ametuma pumzi yake ili wewe na mimi tupate neno la uzima, tukapate kurejeshwa katika njia iliyo haki. Kwa sababu andiko linasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kutokuwa na maarifa. Sisi tumekosa maarifa ya nini? Kwa sababu sisi hatumwangalie Yesu Kristo, hatumwangalie aliye mkuu zaidi ya vyote. Tunafika mahali wanadamu, tunafika mahali tunakimbilia vitu vingine, tunakimbilia waganga, tunakimbilia wanadamu, tunakimbilia misaada ambayo inakufa kesho na kesho kutwa, lakini tumemwacha yeye ambaye anafaa sisi tumwangalie. Kwa sababu andiko linasema ya kwamba amebarikiwa yule mtu amtegemeaye Mungu, na amelaniwa yule mtu amtegemeaye mwanadamu. Wewe kama umefanya tumaini lako katika ndani ya Kristo Yesu, nataka nikwambie tayari umetoka katika vifungo. Na zaidi ya yote nataka nikwambia kwamba katika Zaburi 107 mstari mdogo wa 20 Biblia inasema ya kwamba Bwana atalituma neno, na atakapolituma neno litakuja, litaponya, na litakapoponya litaokoa nchi. Na maandiko inasema katika Mambo ya Nyakati akasema ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa katika jina langu watajinyenyekesha na kuniomba, na mimi Bwana wa mbinguni nitasikia maombi ya watu wale, na nitakaposikia maombi ya watu wale Mungu wa mbinguni atashuka, atatuponya pamoja na shida tunayopitia. Mtazamaji, kuna vifungo ambayo imekatalia katika maisha yako, kuna vifungo ambayo imekatalia katika uzao, kuna vifungo ambayo umeng'ang'ana hata kazi. Wewe ni msomi, umebarikiwa, umesoma, lakini kuna vifungo imesababisha hata mahali popote utakapoingia katika mlango wote hakuna kukaribishwa, kwa sababu kuna vifungo. Kuna roho ya kukataliwa, kuna roho ya kuonewa, kuna roho ya kuchukiwa ambayo iko mbele ya maisha yako, kuna roho ambayo ilitoka katika
baharini, kuna roho ambayo inatoka katika ugo, kuna roho ya kusukumiwa katika ndani ya maisha. Sasa unatembea katika, unaishi maisha lakini umefungwa. Hiyo vifungo ndio nataka nikwambie kwamba Kristo Yesu amenituma leo katika Zaburi 107, hili neno lako litakapokufikia mahali popote ulipo, na unapopokea hili neno, ninaamini ya kwamba siku ya leo, huu mwaka wa 2026, Mungu wa Israeli, Kristo wa amani, mfalme wa amani, Baba wa milele, anaenda kukufungua katika minyororo. Kwa sababu anasema nini? Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kutangazia waliofungwa kufunguliwa kwao, na kuwawacha huru waliokuwa wamesetwa chini ya mila na itikadi. Haijalishi kuna vifungo ambavyo vimejaliwa katika maisha yako, lakini Bwana kuna jambo ambalo anataka kukwambia. Katika Zaburi, tutasoma katika Zaburi na 66 Zaburi, alafu mstari mdogo wa 6. Nataka tuongee Bwana anasema nini katika andiko takatifu, kwa sababu kuna maneno ambayo unayapitia lakini haujaweza. Lakini Bwana anasema nini katika Zaburi mlango wa 68 kuanzia mstari mdogo wa 6. Anasema ya kwamba Mungu wakalisha watu wake, Mungu wakalisha wapweke nyumbani, watoa katika vifungo hali waliofungwa katika hali ya vifungo, na Bwana wakalisha wale wakaidi katika nchi kavu. Mtazamaji, Bwana anasema nini? Mungu wakalisha wapweke nyumbani na kuwatoa waliofungwa katika vifungo, katika hali ya vifungo, na kuwaweka huru na kuwakalisha wakaidi katika nchi kavu. Mtazamaji, Mungu anasema ya kwamba Mungu wakalisha wapweke nyumbani na kuwatoa waliofungwa katika hali ya vifungo, na atakapowatoa, Mungu zaidi ya yote anasema atakalisha wakaidi nyumbani. Na atakapowakalisha wale wakaidi, anasema atawakalisha katika nchi kavu. Mungu wakalisha wabweke nyumbani, na atakapowakalisha wabweke nyumbani, uwatoa katika wanaoishi katika hali ya kufungwa, na atakapowatoa katika hali ya kuwafunga, anarudisha wale wakaidi, wale wanaokukaidi, wanaokaidi njia zao. Yani maana ya ukaidi, wale wachawi, wale wanaokupigia, wanaokukimbilia katika maisha. Biblia inasema Mungu wakalisha watu wale nyumbani, na zaidi ya yote anapowakalisha nyumbani, anaoweka katika nchi kavu. Maana ya yote anasema nini? Daudi alipokuwa alikiomba katika ombi hili, ilikuwa unabii katika ndani ya mtumishi wa Mungu, ilikuwa katika unabii katika taifa la Israeli, ya kwamba watumishi wa Mungu, siku ya leo kuna wakati ambayo sauti ya mtu aliyanyikani inasema ya kwamba Bwana anasema yeye atakapoondoka mahali pake, na Mungu anakuja kulipisha kila mtu kizazi, na kila mtu anaenda kulipiwa katika matendo aliyoyafanya. Sasa Daudi anasema ya kwamba Mungu uwakalisha wapweke nyumbani, na anapowakalisha wapweke nyumbani, wakaidi nao waliokuwa wamefungwa anawatoa katika vifungo, na anapowatoa katika vifungo, anawarejesha waliokuwa wamefungwa, anawaweka katika juu ya mnara. Maana ya nini? Mungu anasema ya kwamba haijalishi njia zako, ulikuwa umefungwa, nilikuwa nimeshikwa mateka na nguvu fulani, nilikuwa nimeshikwa mateka wakanipeleka katika baharini, nilikuwa nimeshikwa mateka wakanipeleka katika miamba, walikuwa wamenishika mateka wakanipeleka katika nchi ya mbali. Biblia inasema katika Isaya 59 akasema, tazama mkono wa Bwana si fupi ukose kunifikia pahali maovu yenu. Lakini zaidi ya yote maandiko yanasema nini? Katika Isaya 40 anasema ya kwamba watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana wa majeshi, ambieni moyo wa Yerusalemu ya kwamba vita vyake vimekwisha, maovu yake yameachiliwa. Mtazamaji, nataka nikwambie, haijalishi ulipelekwa wapi maisha yako, haijalishi ulifaa uwe katika maono yako, ulikuwa katika maisha ungepiga hatua, lakini kuna maisha unaipitia unang'ang'ana, kuna maisha unapitia lakini unateseka, kuna maisha unapitia lakini unajaribu lakini hakuna njia zako zitakayofanikiwa. Nataka nikwambia, haijalishi mwanadamu, wale wakaidi ambayo Daudi anasema, wale wakaidi waliochukua maisha yako,
walipeleka katika baharini, wakapeleka maisha yako, fedha zako na baraka zako, wakasipeleka katika baharini. Siku ya leo nataka nikwambie, Kristo Yesu kama walikupeleka katika baharini, Yesu Kristo katika baharini, yeye ni mto wa uzima. Leo unaenda kufunguliwa katika baharini ambayo uliopelekwa. Mungu anaenda kubadilisha hiyo bahari. Sio waganga watakayokalia, sio fedha yako na maisha yako na vitu vyako vyote waliopeleka baharini wakasema leo tumemfaulu, tumeshika njia zake, tumeshika maono zake, leo hatafanikiwa, na wakaapa wakasema ya kwamba wakaweka mipaka. Siku ya leo nataka nikwambie, Mungu amesema ya kwamba anaenda kuwakalisha wakaidi katika inji kavu. Leo maadui wanakukimbilia, leo maadui wanakuwataka, leo maadui wanakukutafuta. Nataka nikwambie ya kwamba kwa jina la Yesu Kristo, kila njia zako na kila movement zako zote zilizokuwa zimeshikwa, Kristo anaenda kuwanyang'anya. Baraka zako Mungu anaenda kuwapokonya, mali zako Mungu anaenda kuwapokonya. Hata haijalishi walikupeleka katika baharini, Mungu anaenda kuondoa fedha zako na baraka zako katika baharini, kwa sababu yeye, tukija katika maandiko, yeye ni mto wa uzima. Unaenda kutolewa katika ule mto, badala ya mto kukalia uwe baridi, leo unaenda kukua mtu wa maana, kwa sababu kama yeye ni maji, yeye ni maji ya uzima. Leo yale maji iliyolalia vitu vyako katika baharini, Mungu anaenda kubadilisha, unaenda kupata maji ya uzima, baraka zako unaenda kufunguliwa. Haijalishi walikupeleka katika miamba, haijalishi walikupeleka katika miamba wakasema leo tumefaulu, wakakuweka katika ile nyungu zao, wakaweka katika njia zao, wakasema leo tumefunga, wakakufungia katika mitungi pamoja na vitu zingine. Yesu Kristo anasema anaenda kuwatoa wale wakaidi, anaenda kuwakalisha katika nchi kavu, na unaenda kupata amani. Ile miamba, Mungu wa Israeli, haijalishi walikupeleka katika miamba, lakini Yesu Kristo tukija katika miamba, yeye ni mwamba wa uzima. Leo ule mwamba uliopelekwa, vitu zako na baraka zako na uzao wako na ndoa zako na baraka zako leo zinaenda kurejeshwa, kwa sababu Mungu amesema watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana wa majeshi. Ambieni moyo wa Yerusalemu ya kwamba vita vyake vimekwisha, maovu yake yameachiliwa, dhambi zake zimesamehewa. Mtazamaji, siku ya leo Mungu anaenda kukurejesha. Katika Zaburi 126 anasema ya kwamba Israeli waliporejeshwa mateka, wengi wao walikuwa kama waotao ndoto, lakini vinywa vyao vilijaa shangwe na nderemo na vikelekele. Siku ya leo Mungu anaenda kurejesha baraka zako. Mungu anaenda kukurejesha katika njia. Mungu anaenda kurejesha baraka zako, zile vifungo ambayo ulikuwa umefungwa. Mungu anaenda kukuondoa, kwa sababu yeye anakuja. Yeye ni mfariji ambaye anaenda kufariji maisha yako, anaenda kufariji njia, anaenda kufariji ndoa zako, anaenda kukufariji katika maisha. Ulikuwa mtu wa heshima, lakini katika maisha unayoishi si maisha yako, katika maono unayoyapanga sio ndoto zako, lakini Bwana anasema yeye anaenda kurejesha ile baraka ambayo imeshikwa mateka miaka 70, anaenda kurejeshea watu wake. Tazamaji, mahali popote ulipo, nataka nikwambie mali zako zote na baraka zako leo zinarejeshwa katika jina la Yesu. Mahali popote ulipo, katika Zaburi 107 mstari mdogo wa 20, Bwana amelituma hili neno. Naamini ya kwamba mahali popote ulipo, hii neno linapokufikia, naamini ya kwamba siku ya leo unaenda kufunguliwa katika vifungo, unaenda kufunguliwa katika laana, unaenda kufunguliwa katika miamba, unaenda kufunguliwa katika bahari, unaenda kufunguliwa katika nyoka waliokuwekea wakaikalalia. Mungu anaenda kubadilisha, kwa sababu aliyebadilisha laana katika mbele ya Balamu na Balaki, ile leo Mungu anaenda kubadilisha ile nyoka iliyolalia vitu zako, ile uchawi aliyofanya juu ya maisha yako. Mungu anaenda kubadilisha, badala ya uchawi inaenda kuwa baraka, badala ya ufukara inaenda kuwa baraka katika maisha, badala ya vifungo siku ya leo unaenda kuimba wimbo wa furaha, kwa sababu yeye ni mwamba wa uzima, kwa sababu yeye ni mto wa uzima. Hata kama yeye ni mti, haijalishi walikuonyeshea mti fulani wakasema huu mti tukikuonyeshea njia zako zikafungana, wakakuonyeshea mtu wa giza. Siku ya leo Kristo Yesu ni mti wa uzima. Hiyo vimbo waliokuonyeshea katika maisha yako, ile vimbo walionyoshea katika uzao wako, ile vimbo walionyoshea masomo yako, ile vimbo walionyoshea watoto wako, ile vimbo walionyoshea tumbo lako walifunguliwe. Leo Mungu amelituma hili neno likuje likufungue katika vifungo, likuje likufungue katika laana, likuje likufungue katika mapepo, likuje likufungue katika vimbo waliokuonyeshea, kwa sababu Yesu Kristo ni fimbo. Yeye ni mti wa uzima. Anaenda kubadilisha ule mti, badala ya mti huyo wa giza unaenda kuwa mti wa mwanga, kwa sababu yeye ana uwezo na mamlaka. Yeye aliyetembea katika bahari ya Shamu akasimamisha vyote, wana wa Israeli wakapita katikati ya bahari. Mungu anaenda kubadilisha maisha
maisha yako, maadui unaowaona hawa, nataka nikwambie ya kwamba ndugu yangu, hautawaona tena, kwa sababu Mungu akamwambia Musa mtumishi wake, akasema ambia wana wa Israeli waendelee mbele, ili jeshi mnaloliona hamtaliona tena. Yale mateso unayopitia, yale mateso uliyokuwa unayaona, yale mateso uliyokuwa unayaona katika maisha, ile kudharauliwa uliyokuwa umedharauliwa, ile kuchekwa uliyokuwa umechekwa, nataka nikwambie siku ya leo Mungu anaenda kutaifat, Mungu anaenda kubadilisha. Badala ya vilio inaenda kuwa furaha, badala ya machozi inaenda kuwa nyimbo ya amani, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba katika Zaburi 156 anasema ya kwamba Mungu amehesabu kutangatanga kwangu, na zaidi ya yote machozi ya mwenye haki huanguka katika chupa. Mtazamaji, najua kwamba umeteseka mahali ambao unanisikia, umeteseka katika njia zako, umeteseka katika uzao, hata unafika mahali unajiamulia ukisema ya kwamba heri nife hata nisiishi, heri nisiishi katika dunia, hata sioni dhamani ya kuishi. Nataka nikwambie siku ya leo Biblia inasema ya kwamba sisi hatume miongoni wale wa kusitao, bali na kupotea. Sisi tume miongoni wale wanaotupa tumaini siku zijao. Hili neno la Mungu siku ya leo linakuja kukufufua, linaenda kukutoa katika vifungo, linaenda kukutoa katika laana, linaenda kukutoa katika aibu, ile kudharauliwa uliokuwa umedharauliwa. Maana Mungu anaenda kubadilisha. Kristo anaenda kubadilisha njia zako. Mungu anaenda kubadilisha njia zako. Unaenda kupata heshima iliyo ndani ya Kristo, kwa sababu Kristo Yesu, Biblia inasema ya kwamba anainua vinyonge, vidhaipisha vyenye nguvu. Haijalishi ulikuwa umedharauliwa, njia zako ulikuwa umedharauliwa, hata mahali popote wakifanya sheria, kwa sababu ya kudharauliwa hawezi kualikwa. Siku ya leo Mungu anasema anaenda kuandaa meza mbele ya maisha yako. Mungu anaenda kuandaa meza katika uzao wako. Mungu anaenda kuandaa meza katika watoto wako. Kila njia na watoto wako walipo, Mungu anaenda kukubariki, kwa sababu anasema katika andiko, anasema nini? Mungu atakubariki uondokapo, Mungu atakubariki tena uingiapo, Mungu atakubariki mpaka kapo la unga. Yesu Kristo siku ya leo anakonifat ile laana, zile vifungo uliokuwa umefungwa katika ile vifungo, Mungu anaenda kubadilisha katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ndoa yake inaenda kubadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Uzao wako unaenda kubadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Familia yako inaenda kubadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi nani aliyeinuka, kwa sababu Yesu Kristo yeye ni zaidi ya mauti, alishinda mauti. Hakuna nabii ambaye ninakwambia kwamba ako juu ya Yesu. Yesu Kristo zaidi ya manabii, Yesu Kristo zaidi ya waganga, Yesu Kristo zaidi ya wafalme wa dunia, Yesu Kristo zaidi ya wachawi. Yesu Kristo yeye ni simba wa Yuda. Biblia inasema ya kwamba baada ya haya akaona ya kwamba kitabu kilichofungwa katika mbele na nyuma, hakuna mmoja yote aliyekukaribia katika kile kitabu, lakini akaona katika shina la Daudi mtu mmoja akakaribia kile kitabu, akakufungua. Alivyoifungua akavunja mihuri, akaisoma ndani. Ilikuwa inamaanisha nini? Maisha ya mwanadamu tulikuwa tumefungwa, lakini katika njia zetu Kristo alipokuonea huruma, Biblia inasema jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee. Yesu peke yake aliyekuhurumia, Yesu peke yake aliyenihurumia. Siku ya leo unayosikia hii sauti ya kwamba mahali popote ni huruma za Mungu ambaye inasababisha hata wewe pamoja na mimi, mahali ulipo unanitazama, mahali ulipo hili neno linakufikia, Yesu Kristo ndiye anakuhurumia. Huruma za Kristo hazikomi, huruma za Kristo hazikomi, bali huruma ya mwanadamu inakoma. Wewe wachana na huruma za wanadamu, angalia huruma ya Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu, Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni simba wa Yuda. Anaenda kufungua minyororo, anaenda kufungua vifungo. Ajalishi vifungo gani, Bwana anaenda kufungua. Mungu anaenda kufungua, Mungu anaenda kufungua katika maisha yako. Mahali penye unaendanga indavyo unadharauliwa, nataka nitabiri kwa jina la Yesu katika Ezekieli 37, katika jina la Yesu. Mungu akamwambia mtumishi wake, tabiria hii mifupa siku ya leo katika ugumu unayopitia, mahali popote ulipo, nataka nitabiri kwa jina la Yesu. Mahali penye utaingia kwa kazi, mahali penye utaenda kujaribu kazi, mahali penye utaenda kuapply kazi, leo unatabiriwa kwa jina la Yesu. Leo unatabiriwa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo likutangulie, jina la Yesu Kristo likufungue, jina la Yesu Kristo likutoe katika dini, jina la Yesu Kristo likutoe katika vifungo vya dini, kwa sababu wengine tumefungwa katika vifungo vya dini na wanadamu. Sisi wengine wanataka wanadamu waabudu, hiyo tayari ni vifungo, baadhi ya vifungo. Lakini siku ya leo na kutabiria kwa jina la Yesu ufunguliwe katika vifungo vya wanadamu, kwa sababu Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Yesu Kristo ni simba wa Yuda. Yesu Kristo ni Mungu. Yesu Kristo ni mfalme. Katika Ufunuo anasema yeye ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Kando ya Kristo hakuna mwingine,
Kando ya Yesu Kristo hakuna nabii mwingine. Kando ya Yesu Kristo hakuna mtume mwingine. Kando ya Yesu Kristo hakuna pasta mwingine. Kando ya Yesu Kristo hakuna kuhani mwingine. Bali Kristo Yesu ndiye kuhani aliyeingia katika mbingu la kwanza, la pili na la tatu. Zaidi akaingia kuzimu, akamnyang'anya shetani ufunguo. Siku ya leo maisha yako ambayo shetani mwanadamu alipokonya maisha yako, akasema leo hautafaulu, leo hautafanikiwa, leo amekumaliza, hata walikupitia katika uchawi wakakufanyia ushirikina, leo Mungu anaenda kupokonya baraka zako, anaenda kufungua katika minyororo uliyokuwa umefungwa, anaenda kunyang'anya yule mtezi, kwa sababu alisema ya kwamba Mungu wakalisha wakaidi katika inji kavu. Wakaidi wote wanakukimbilia, ukaidi wote unaofanyiwa, Mungu anaenda kubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, Mungu anaenda kubadilisha wakaidi wale, yani maana ukaidi wale wanaokukimbilia ambayo hawakutaki, Mungu anaenda kuwakalisha katika inji kavu. Maadui wa hao unaowaona tena hutaona, wataenda kukaa kama zuzu. Leo hawatafanikiwa. Wewe waliopangia maisha yako wanaenda kukaa kama zuzu. Wewe Mungu anaenda kukuinua katika jina la Yesu. Akamwambia mtumishi wake Ezekieli Yeremia, akasema naenda kukushika mkono wa kuume, nitatembea pamoja nawe. Katika Zaburi 37:36 akasema ya kwamba Mungu teta nao wanaoteta nami. Yesu Kristo leo anaenda kupigana na maadui wanaopigana nao. Yesu Kristo leo anaenda kupigana na vifungo vilivyo ndani ya maisha yako. Unaenda kuinuliwa kwa sababu Yesu Kristo ni simba wa Yuda. Yesu Kristo ni mfalme. Yesu Kristo ni yeye mwanzo tena na mwisho. Hakuna kando ya Kristo. Usiabudu mwanadamu, usiangalie dini. Toka katika ile imani, muangalie Yesu Kristo. Anasema ya kwamba tutapataje kupona tusipochali wokovu mkuu tuliopata. Watu wengi tunaangamia kwa sababu hatuchali wokovu tuliopata katika neema ya Kristo. Kwa sababu wengine tunateseka katika vifungo vya wanadamu kwa sababu hatujali neno la Kristo lililo na nguvu na uzima. Siku ya leo chali neno la Mungu, chali sauti ya Bwana, utafanikiwa. Kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa mgumu moyo wako kwa sababu haujali sauti ya Bwana, ndiposa unazidi kuumia, unazidi kuteseka. Lakini siku ya leo katika Waebrania akasema sisi tutapataje kupona tusipochali wokovu wana mguu tuliopata ulio mkuu katika ndani ya maisha. Maandiko yanasema tuchali wokovu, alafu zaidi ya wokovu tumwangalie Yesu Kristo, naye atakulinda. Mtazamaji, mahali popote ulipo, Yesu Kristo anasema ya kwamba watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana wa majeshi. Ambieni moyo wa Yerusalemu ya kwamba vita vyake vimekwisha, maovu yake yameachiliwa. Leo tambi zako na kutesekwa na vifungo, Bwana ameenda kunasua. Yule shetani aliyokuwa amekupokonya, Mungu anaenda amenasua katika maisha yako. Leo unaenda kukaa huru katika jina la Yesu. Nataka nikuombee mahali popote ulipo, kwa sababu Yesu Kristo ni Bwana. Katika vifungo mahali ulipo, nataka nikuombee katika utukufu wa Bwana. Uamini Yesu Kristo. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nataka nikushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya mtazamaji mahali popote aliyepokea hili neno. Umelituma mtakatifu kama wanadamu, tumelisambaza katika utukufu wako. Nasema asante kwa katika mtumishi aliyepokea hili neno. Mahali penye alikuwa anaishi katika vifungo, Kristo na tabiri katika jina la Yesu, mtumishi wako akapate kutoka katika vifungo. Neema yako iliyolinda mitume na manabii, aje kamlinde mtumishi wako. Mungu wa Israeli aliyokuwa ameteseka katika maisha, biashara hana amani, katika uzaa hana amani, katika boma hana amani. Yesu Kristo katika jina la Yesu, leo apate amani, atoke vifungo, kwa sababu wewe ni mfalme. Asante kwa ajili ya neno ambalo umelituma. Asante kwa ajili ya msikilizaji ambaye amepokea. Asante kwa ajili ya yote ambaye anayesikia hili neno. Mungu wa Israeli, neno lako likazidi kutawala. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba hata na kuamini. Amen. Mungu amani awabariki mtazamaji. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Apostle Moses Wekesa. Zaidi ya yote nawakaribisha katika huduma ya kanisa liko katika Kibabii Ministry na katika Kibabii Diploma, na wakaribisha wote nikisema karibuni sana, tuendelee pamoja. Mungu wa amani awabariki. Tuzidi kuvuka pamoja na hii huduma. Mungu wa amani awabariki. Ubarikiwe sana. Amen. Wow, thank you so much for the word of the day. Thank you so much mtazamaji for watching today's episode. Imekuwa baraka wana, imekuwa baraka, and I wish you all the best as you dive into this new week. Make sure that you conquer, make sure that you win, and kila kitu kwa baraka sana. See you next Sunday na God akubless tu sana. Sitaabudu miungu mingine iliyo na mifano yeyote.
nitapiga magoti yangu ni sujudu, nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa.